Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa EU Media ama Upashanaji Media, karibu tuendelee kupashana habari njema. Na kama ambavyo nimekujuza katika makala iliyopita kwamba nitaendelea kukuletea sehemu za waraka uliotolewa na maaskofu katika sinodi ya 16 kwa watu wa Mungu. Nikukumbushe umuhimu wa kusubscribe, kushare, kulike na kukomenti. Upo nami mpashanaji wako Uncle Tom Mpanji. Nikukaribishe. Imefanyika vile vile katika mazingira ya mahangaiko ya kidunia ambayo madonda na kashfa zake zimetugusa nyoyo zetu kwa uchungu mkubwa, vikitia uzito wa aina yake katika kazi yetu, ikizingatiwa kwamba baadhi yetu wanatoka katika nchi zilizokumbwa na vita. Hivyo tumewaombea waanga wa vurugu hizo, bila kuwasahau wale wote ambao mahangaiko ya maisha na pia unyama wa udanganyifu umelazimisha kufuata njia hatari ya ukimbizi. Tumewahakikishia mshikamano na ushirikiano wetu akina mama na kina baba wote duniani wanaoshughulika na ujenzi wa haki na amani. Kwa mwaliko wa Baba Mtakatifu Francisco, tumefanikiwa kuwa na nafasi kubwa ya ukimya ili kujenga usikivu wa pamoja na hitaji la ushirika wa kiroho kati yetu. Wakati wa ufunguzi wa mkesha wa kiekumene, tulionja jinsi kiu ya umoja inavyoongezeka katika ukimya wa tafakari juu ya Kristo msulubiwa. Kwa kweli, msalaba ndiyo kiti pekee chenye cha yeye ambaye baada ya kujitoa kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu aliwakabidhi wafuasi wake kwa Baba yake ili wawe wamoja. Yohana 17:21. Katika muungano thabiti wa matumaini yaletwayo na ufufuko wake, tuliikabidhi kwake nyumba yetu sote, ambamo vilio vya dunia na vya maskini vinazidi kuwa muhimu sana. Laudate Deum, msifuni Mungu, kama Baba Mtakatifu Francisco alivyotukumbusha mwanzoni mwa kazi yetu. Siku kwa siku tulionja msukumo wa mwito kuelekea mazungumzano ya kichungaji na kimisionari, kwani utume wa kanisa ni utangazaji Injili bila kujitazama lenyewe, bali kwa kujiweka katika huduma ya upeo ambao kwao Mungu aliupenda ulimwengu. Rejea Yohane sura ya 3:16. Wakati watu wasio na makazi waishio karibu na viwanja vya kanisa kuu la Mtakatifu Petro wanaulizwa matarajio yao kwa kanisa wakati wa sinodi hii, walijibu upendo. Upendo huu unapaswa kubaki daima kama moyo wakao wa kanisa. Upendo wa kiutatu na kiekaristi, kama Papa alivyokumbusha tarehe 15 Oktoba wakati kikao chetu kikiwa katikati, akitumia ujumbe wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, ni kuaminiana kulikotupatia usikivu na uhuru wa ndani tuliojichotea bila kusita, kwa uhuru na kwa unyenyekevu kuonesha tunapoafikiana, tunapotofautiana matamanio na maswali yetu. Barabara kabisa, mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa EU Media ama Upashanaji Media. Ni matumaini yangu umepata mazuri ya kuweza kuyafahamu kwa kina kuhusiana na kile kilichozungumzwa katika kikao cha 16 cha sinodi ya maaskofu
kutoka pale mjini Vatikani. Sina ziada, ila endelea kufuatilia sehemu inayofuata ya waraka wa mababa maaskofu katika sinodi ya 16. Naitwa Uncle Tom Mpanji, mpashanaji wako. Asante na kwaheri.